Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Khidma TV. Niko Mwenge jijini Dar es Salaam, nyuma kabisa ya stendi ya mabasi ya Mwenge, lakini hususan imeandikwa hivyo, lakini ni daladala ndo ambazo zinatumika. Kwa niko nyuma ya stendi hiyo, lakini upande wangu wa kushoto, upande wa kule naona taa za uwanja wa manispaa ya Kinondoni. Hapa nyuma yangu unapopaona kuna jambo adhimu kabisa. Huu ni msikiti ambao ni mzuri masha Allah, ambao pia umebeba jina la Masjid Mwenge. Msikiti huu unatarajiwa kuzinduliwa Ijumaa hii ya tarehe 16 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Tuingie ndani tuweze kufahamu mengi zaidi kutoka kwa imamu wa msikiti huu. Naam, mtazamaji, tayari tupo ndani ya msikiti na kama ambavyo unauona, mashallah, mandhari ni nzuri kweli kweli. Niko na imamu ambaye ni Sheikh Muhammad Yusuf Mwerekwa. Tutafahamu mengi sana kutoka kwake yeye. Sheikh Muhammad, salamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali yako bwana? Assalamu alhamdulillah. Karibu sana. Asante sana. Naam bwana. Sisi kupitia watazamaji wa Khidma TV na wadau kwa ujumla na Waislamu kwa ujumla, kuna mengi ambayo tungependa kuyafahamu kwa sababu tumeona katika mitandao juu ya taarifa ya kuelekea uzinduzi wa msikiti huu mkubwa kabisa, Masjid Mwenge, unaopatikana hapa Mwenge nyuma ya stendi. Tungependa kufahamu mengi zaidi kutoka kwako. Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye yeye ndiyo muwezeshaji wa kila kitu. Mwanadamu anaishia kufikiria, anaishia kutamani, lakini mpitishaji wa fikra za mwanadamu ni mwenyewe Mwenyezi Mungu. Sisi tulifikiri tupate jengo zuri kama hili, na wanaofikiri wako wengi, lakini Mwenyezi Mungu akatuchagua sisi kutimiza ndoto ambazo tulikuwa tunaziota kwa muda mrefu, na sasa tumepata jengo zuri masha Allah, kama ambavyo wewe mwenyewe unaona shughuli mbalimbali zikiwa zinaendelea. Sasa carpet zinatandikwa, ikiwa ni kwa ajili sasa ya ufunguzi wa kituo chetu. Kwa hiyo tunashukuru kwa hilo, lakini la pili, sasa tunatoa mwaliko rasmi juu ya ufunguzi wa msikiti wetu huu, mwaliko ambao kama ulivyotanguliza kusema tutaufanya siku ya Ijumaa, na sawasawa na tarehe 19, sawasawa na Ijumaa ya kwanza katika mwaka mpya wa 1448 katika mwaka wa Kiislamu. Shughuli zetu hizi tunafikiria kuanza saa 3 asubuhi. Tutakuwa na shughuli za maulidi, kwa sababu leo hii utakapokuwa unataka kumshukuru Mungu huwezi ukamsahau Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwani Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi al-Qudsi, abdi lam yashkurni haithu lam yashkur man ajraitu ni'mata ala yadayhi, mja wangu anishukuru atakavyonishukuru, lakini mimi ninahisabu bado hajanishukuru pale tu atakapoacha kumshukuru yule ambaye neema imemfika yeye kwa kupitia huyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yeye ndiye aliyetuletea sisi Uislamu, yeye ndiye aliyetufundisha sisi utu, aliyetufundisha ubinadamu, mshikamano na amani. Kwa hiyo tunapomshukuru Mwenyezi Mungu lazima tumshukuru na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kumshukuru mtume ni kumswalia kwa wingi. Kwa hiyo siku hiyo ya Ijumaa tutaanza shughuli yetu na kumswalia mtume, itakwenda mpaka ikifika saa 6:30 net. Hapo sasa ndiyo tutakata utepe na tayari kwa ajili ya kuufungua msikiti wetu, na tutaswali swala ya Ijumaa hapa ya kwanza hiyo, na baada ya hapo insha Allah tutapata baraka. Baada ya hapo tunapeana ruhusa. Naam.
Labda kwa wapenzi wangependa kufahamu pengine historia ya eneo hili ilikuwaje? Awali ilikuwa kuna msikiti ama ndo msikiti wa kwanza kwa wale ambao watafika Ijumaa na kushuhudia maajabu haya ambayo yamefanyika? Kwa hakika mwanzo ulikuwepo msikiti. Ulikuwepo msikiti ambao mashallah haukuwa mbaya sana, lakini ukilinganisha na huo tunaweza tukasema ulishapitwa na wakati, hasa jiografia ya Mwenge. Mwenge unaiona sasa hivi kwa ujumla wake badilika kwa lakini hata zama tulizokuwa nazo, tuna kiwanja kizuri, tuna soko zuri, tuna stendi nzuri. Kukaa na msikiti ambao umeshapitwa na wakati hili ni jambo muhimu. Tukasema hapana, wana Mwenge kwa upamoja wao wakasema nasi tuko pamoja, tutashirikiana na nyinyi kuhakikisha unapatikana msikiti mzuri kama huu. Alhamdulillah, kwa msikiti ulikuwepo na huu ni maboresho ya msikiti wa kwanza. Naam. Maandalizi mpaka hivi sasa sisi tumefika hapa tumeyashuhudia, lakini mtazamaji angependa kufahamu jengo hili lina ghorofa ngapi? Lakini pia maandalizi kwa upande wa ghorofa zote nje na kila kitu kimekaa katika ustadi wa kwa hakika ratiba na mpangilio wa msikiti wetu tunaweza tukasema kwamba akhadha alqausa bariha, kama mshale au upinde ameukamata aliyouchonga. Kwa kweli maandalizi mazuri sana, maandalizi mazuri katika kila hatua. Tuna watu bora sana, tukianza msimamizi wetu mkuu ambaye yeye ndiye aliyechukua jukumu zima la kujenga huu msikiti, lakini mafundi aliyowaleta, kamati zilizopangwa kwa ajili ya mpaka kumaliza shughuli yetu, mambo mazuri. Na jengo letu kama ambavyo unaona lina ghorofa 2. Naam, kuna hii ya chini, kuna ghorofa inayofuata na ghorofa ya juu huko. Naam. Kiujumla una lipi la kumwambia kila ambaye amehakikisha jengo hili lipo katika muonekano huu unaoonekana, pengine kutajwa si vyema, lakini akisikia neno hilo basi kwake itakuwa ni burdan na akitarajia mengi zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kweli tuna kila aina ya sababu ya kumwombea Mungu yule ambaye aliyejitoa kwa hali na mali, hata akihakikisha jengo hili linasimama. Amefanya kazi kubwa sana, wenye vipato wako wengi zaidi yake, lakini Mwenyezi Mungu hajawapa taufiki ya kufanya kitu kama hiki. Haimaanishi kuwa ni tajiri sana, la, bali ana moyo na ana uthubutu. Ameifanyia kazi kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anayesema kwamba atakayejenga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu msikiti unaofanana na kiota cha ndege hana malipo zaidi ya pepo. Sasa hebu fikiria msikiti huu, viota vya ndege vingapi vinaingia katika msikiti huu? Fedha ngapi zimeondoka katika kujenga msikiti huu? Sisi ni kumwelekea Mwenyezi Mungu tukinyosha mikono juu kwa ajili ya kumshukuru bwana huyu na kumwombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kumfungulia pale alipotoa kwa ajili ya msikiti huu. Mwenyezi Mungu alete maradufu, na si mafanikio ya hapa duniani tu, bali mpaka akhera, akayakute haya katika mizani ya mema yake siku ya Kiyama. Naam. Kuna funzo ambalo nimelipata kwa kumalizia na ukamilisha na wito. Naam. Imeenea kasumba kwamba kutoa sisi Waislamu tumekuwa wazito sana. Ningependa kufahamu na Waislamu wafahamu pia mandhari na uzuri wa Uislamu, na hata ukiangalia kuta zake ni kuta ambazo zina mkakati wa miaka 1000 mbeleni, kwa milioni. Naam. Msikiti huu umesimamiwa na mtu mmoja ama ni ile donation ya hapa na hapa? Kwa kweli mtu mmoja. Allahu Akbar. Aliyefanya kazi hapa ni mtu mmoja. Allah. Na ukimwona mtu mwingine labda tukaamua na mimi basi ngoja nikachote maji nikasogeze mbao, lakini yeye alisema mimi nataka nifanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Nilichokipata sikukipata kwa ujanja wangu, nilichokipata sikupata eti kwa sababu nina akili nyingi. Mwenyezi Mungu tu amenipa. Sasa kwa kuwa amenipa, acha na mimi nionyeshe sehemu ya shukurani yangu kwa Mwenyezi Mungu. Lakini vile vile kupitia bwana huyu ametoa ilmu kubwa sana
ya kuwaamsha watu waliokuwa katika levo yake, wale waliomzidi, na hata kwa sisi tuliokuwa chini, uhakikishe unafanya kile ambacho kilichokuwa ndani ya uwezo wako kwa ajili ya kuwekeza kesho akhera. Naam. Wito kwa Waislamu kwa ujumla wa Mwenge na maeneo ya Dar es Salaam kuelekea tarehe 19. Wito kwa Waislamu wa Mwenge, msikiti huu haukujengwa kuwa ni nyumba ya kulala mtu. Msikiti huu umejengwa ikiwa ni nyumba ya kufanyia ibada ya swala. Aliyejenga msikiti kamaliza jukumu lake. Lililobaki ni jukumu la sisi wana Mwenge kuhakikisha tunatimiza malengo na madhumuni yaliyomfanya huyu bwana aje kuwekeza katika eneo hili. Hiki si kituo cha biashara, hiki ni kituo cha ibada. Aliona kwamba wana Mwenge tuna uhitaji wa kupata eneo la kufanyia ibada, akaja kuwekeza hapa kujenga nyumba ya ibada. Itakuwa si sehemu ya shukurani, itakuwa si ubinadamu tukaliacha jengo hili ikawa ni nyumba ya kucheza njiwa, ikiwa ni nyumba ya kucheza ndege, na ikawa si kituo cha kufanya ibada. Wengi wanahitaji, wanaomba, lakini sisi imetujia hii fursa, basi tuoneshe sehemu ya shukurani zetu ni kuja kutekeleza ibada katika eneo hili. Naam. Tukushukuru sana. Nami nashukuru sana. Karibuni sana. Mwenyezi Mungu awape kila la kheri, lakini la mwisho ni waombee dua na nyinyi wanahabari, kazi nzuri munayoifanya ya kuyasambaza yako mengi sana, lakini nyinyi mkakaa mkatafakari tusambaze jambo gani. Mwenyezi Mungu aifanye hii kuwa nanyi ni sehemu ya kazi zenu zitakazowaingiza peponi. Kitendo mnachokifanya hiki pia ni kuwalingania watu katika kheri, na Mwenyezi Mungu anasema waman ahsanu qawla mimman daa ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Hivi ni nani mwenye uwezo wa kuyaongea maneno mazuri akampita yule ambaye anayewalingania watu wamuelekee Mwenyezi Mungu? Kusambaza habari ni kuwaita watu katika jambo la kheri, nanyi mtayakuta malipo yenu mbele ya Mwenyezi Mungu ambayo hayana hisabu. Naam. Asante sana bwana. Allah tupe kheri.